Mamlaka ya kudhibiti utendakazi wa polisi IPOA imeanzisha uchunguzi wa mauaji ya Cheryl Achieng aliyeuawa na polisi katika mtaa wa Huruma hapo jana. Haya yamejiri huku kanda za video zinazoonyesha matukio kabla ya kifo cha Cheryl, ikiwemo mwathiriwa wa genge lililosababisha maofisa wa polisi kuwasaka zikiibuka. Ode Francis anatuarifu zaidi. Siku mbili baada ya mauaji ya Cheryl Achieng mtaani Huruma, maafisa wa IPOA walifika katika eneo la tukio kuanza uchunguzi. Nasi tulitaka kubaini matukio ya kabla ya kifo cha Cheryl. Jamaa huyu ambaye tumelibana jina lake ndiye aliyefika kituo cha polisi cha Huruma kutoa taarifa ya jinsi alivyoshambuliwa na kundi la watu watano anaowafahamu. Before nifike station, vijana walikuwa wameshanikujia, wakagang up, wakanichapa, wakanikatakata mkono, sunono huku niko na 2 injuries. Jambo ambalo lilisababisha kukamatwa kwa washukiwa wawili asubuhi. Ilipofika jioni, wengine wawili wakakamatwa, ila vurugu likaanza papo hapo. Sasa ule leader wao baada ya kuwa wameshikwa, sasa usiku ndo walikuwa wanaendea leader wao. Fika usiku venye walikuwa wanaendea leader wao alikuwa kushikwa. Mwenye alikuwa anashikwa anajiita Not Nice. Anachozungumzia ni kanda hii ya video inayoonyesha eneo ambalo mshukiwa alikuwa. Kando na hapo ni kibanda cha kuuza samaki ambapo Cheryl alikuwa. Vuta ni kuvute inashuhudiwa hapa. Katika kanda hii maafisa 4 wanaonekana wakijaribu kung'ang'ana na mshukiwa mmoja. Kulingana na wakazi, eneo la Japos limegeuka na kushuhudia visa vya uhalifu mara kwa mara. Kundi la vijana limefanya wakazi na wapita njia kuwa magumu. Sasa Huruma si safe place, mimi naweza kasa hii ni kujificha tu. Jubada after kuwashikisha inakuwa mimi ndo nimefanya wakashikwa. Hata venye huyo mtu alipigwa risasi nimekuwa ni mimi ndo nimefanya hizo vitu zote zika. Sawa na liati watanikata kichwa na wataua mkoro wangu na watabomoa kibanda yake. Na shindo sasa hizo vitu zote zilitokea kwa nini? Na shirika la kutetea haki za kibinadamu IMLU sasa limeingilia kati kutoa huduma za kisheria. As IPOA is undertaking the investigation to be able to hold the perpetrators accountable, we will also stand with the family legally for them to be adequately compensated. We are also grieving. We are also at a loss to know what had happened, that a young girl could have lost her life. And what we would ask is that we pray that they find solace in the Lord. Upasuaji wa maiti ya Cheryl unatarajiwa kufanyika hapo kesho. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.